hai, unataka kukumbuka na nani? Na Mungu. Siwaambie mtu mahali nitakumbuka na Mungu leo kwa sababu niko hai. Amen. Kwa sababu niko hai. Amen. Maana nasema Mungu akamkumbuka Noa na kila kitu kilikuwa hai. Wanyama wote na kila kitu. Na alipomkumbuka akajua kuna kitu anahitaji ni ajue amekumbukwa. Amen. Unajua Mungu akikukumbuka lazima aponyeshe ishara amekukumbuka. Oh yes. Akafumisha upepo, maji ikapungua katika nchi. Amen. Mungu alikuwa anataka maji ipungue katika nchi apate amani. Amen. Yaani Mungu akikumbuka lazima afanye jambo. Ninakuambia Mungu akamkumbuka Noa na vyote vilikuwa hai. Amen. Hii injili ya leo utakumbuka na Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko na vingi pale kwetu. Mwezi huu ni mwezi wa kukumbuka na Mungu. Tulianza kutoka Yesu aingie kaburini na afufuke. Yesu alipoingia kaburini alikumbuka alikumbuka ulimwengu. Inasema so God loved the world and more forgotten son. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee. Hiyo ni Mungu alikumbuka dunia. Na pale tumeambiwa Nuhu alikumbukwa. Na vyote vilikuwa hai. Kwa hivyo wewe na baraka zako mnao kukumbukwa. Wewe na watu wenu wanao kukumbukwa. Amen. Wewe na kile unahitaji kukumbukwa. Amen. Na Mungu anajua unahitaji nini. Oh yes. Mungu alijua kile Nuhu anahitaji ni maji ipungue katika nchi. Amen. Alikuwa safe. Kama vile umeokoka kwa mahali pazuri umeokoka. Lakini kuna kitu unahitaji Mungu akukumbuke nacho. Amen. Kuna kitu unahitaji Mungu atende. Yaani kuna tamanio la moyo wako. Oh yes. Kuna kiwango unahitaji kufika. Yes. Yaani watu wa Mungu tunafaa Mungu atukumbuke. Amen. Mungu akajua Nuhu. Yes. Kile amekosa tu peke yake ni maji ipungue katika nchi, akanyaga nchi tena. Yes. Ako safinani hapo angalia kwa kiangamia. Ako mahali sisi na wale wanyama. Lakini bila maji kupungua, Nuhu hawezi pata amani. Maana sema Mungu akamkumbuka nani? Na hiyo Biblia kwa. Nataka hiyo ikuwe timu ya maisha yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuende kitabu ya Kutoka, the book of Exodus chapter number 1. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tuko kwa wakati wetu mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa nataka niguse vitabu vingine lakini kwa sababu ya time nataka niende vizuri na Mungu akubariki sana. Kutoka 12. Chapter 1 verse answer tu pale 12 mpaka 15. Mistari mitatu peke yake. 12 mpaka 15. No. Yes, 12-15. Chapter 1. Kutoka 1. Kutoka 1 mstari wa 12 na mpaka 15. Mistari mitatu. Lakini kwa kadri ya basi nitasaidia mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kisha Bwana Yesu asifiwe. Nasoma pale kuanzia 12, nisikize vizuri. Wacha nianze pale 12. Inasema hivi. Lakini kwa kadri walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka. Yes. Na kuzidi kuenea. Amen. Nao waliwachukua kwa sababu ya wana wa Israeli. Lakini kwa kadri walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea. Amen. Walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Wamisri wakamtumikisha wana wa Israeli kwa akili. Wakafanya maisha yao kuwa uchungu na kisasi kigumu katika kazi ya kuchoka na tofauti na matofali na kila namna ya kazi na mashamba kwa kazi zao zote walizowatumikisha kwa akili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 15 nasema kisha mfalme wa Misri akasema, na wazaliwa wa Ibrania mmoja jina lake aliitwa Wasalisha. Kisha mfalme wa Misri akasema, na wazalisha wa Ibrania mmoja jina lake aliitwa Sifra, na wa pili jina lake ni Pua. Akasema, wacha niongeze 16, akasema wakati wazalishapo wanawake wa Kiebrania na kuona katika kuzaa, ikiwa mtoto mwanaume basi na uawe, mbali akiwa mtoto msichana na haishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimetangulia mtu wa Mungu kukuambia kwamba Mungu akamkumbuka Noa na vyote vilivyokuwa. Amen. Na Mungu akajua kile Noa anahitaji ni nini.
Amen. Kile Mungu anahitaji ni upatano wewe na yeye. Amen. Kile Mungu anahitaji ni yaani njia yako na yake ziambatane. Amen. Kwa sababu hii maandiko yanasema ya kwamba yaani kukawa wale Waisraeli walipokuwa katika nchi ya Misri. Katika wakati Mungu anataka kuwatoa mahali kuwapeleka mahali. Kwa sababu kitabu ya Kutoka ni kungolewa hapa kupelekwa hapa. Oh yes. Yaani Musa alipotolewa pale Mungu akaandika kitabu ya Kutoka. Ni kutoka hatua hii kwenda hatua nyingine. Maandiko yanasema ya kwamba wale maadui wao kama vile adui yako anakuvinyilia usiku na mchana. Kuna adui alani kwa ajili yako. Kuna watu walani kwa ajili ya maisha yako. Wanatafuta akili kila siku. Tumeambiwa siku ya kwanza wakatumia akili zao. Sasa unajua adui kitambo muone anakuwa ametumia mambo mingi nje. Kabla muone anakuwa ametumia mbinu zote. Imefika yako kesi sasa. Mara ya kwanza maandiko yanatuambia kwamba wakatafuta mbinu ya kufinyilia wale Waisraeli wasipanuke. Wasikue wakubwa, wasikue wengi, wasiongezeke. Wakatafuta kila mbinu. Wakawapea kazi kubwa sana ya kuchokesha. Wakapewa kazi ya kutengeneza matofali. Wengine